بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1447 katika darasa ya tafsir الإمام السعدي رحمه الله تعالى tuendelea tafsiri ya juzu amma na tulifikia suratul Ghashiyah. Tulisoma katika kikao kilichopita maelezo kwa ujumla ya maana ya sura hii, na leo biidhnillah taala jaribu kusoma maneno ya Imam Sa'di rahimahullah taala akifasiri suratul Ghashiyah. يرحمك الله. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الغاشية وهي مكية. tulieleza kuwa sura za Qur'an zimegawanyika makia na madaniya. Makia ni zile sura kwa kauli yenye nguvu, ni zile sura zilizoshuka kabla al-hijra, na madaniya ni sura zilizoshuka baada al-hijra, bila kutizama zimeshukia katika sehemu gani, bila kutizama zimeshukia sehemu gani. Kwa mfano, al-yawma akmaltu lakum dinakum imeshukia wapi? Arafa, si Madina. Lakini suratul Maida ni madaniya, wa haituangaliwa kuwa ile aya au sura imeshukia mahali gani. Maadamu imeshuka baada ya hijra itaitwa katika sura al-madaniya, na kabla ya hijra makiya. na hayo mengine mtasoma katika usul at-tafsir. قال رحمه الله تعالى: يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية إلى قول وزرابي مبثوثة. قال: يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة. الله سبحانه وتعالى katika hii sura ataja ahwal za siku ya kiyama na majanga makubwa yatakayokuwa katika siku hiyo na mabalaa, wa annaha taghsha al-khalaiq bishadaidiha, na kuwa majanga haya yatawafunika waja wote kwa shida zake. fayujazawna bi'amalihim wa yatamayyazuna ila fariqain, watu watalipwa kwa matendo yao siku hiyo na watagawanyika vigawanyo viwili au makundi mawili: fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kundi la watu wa peponi na kundi la watu wa motoni, iyadhan billah. fa akhbara an wasfi kila al fariqain, insha Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza habari za wasifu wa kundi hili na kundi la pili, kundi la peponi na kundi la motoni. قال: فقال في وصف أهل النار: وجوه يومئذ أي يوم القيامة، nyuso siku hiyo, yani siku ya kiyama, khashi'a min adh-dhulli wal-fadihati wal-khizi, zitakuwa ni zenye kuinama kutokana na udhalilifu na fedheha na khazai watakaokuwa nayo siku ya kiyama, iyadhan billah. عاملة ناصبة أي تاعبة في العذاب، zaonyesha tabu na uchovu kutokana na adhabu. tujarru ala wujuhiha, watu wataburuzwa kwa nyuso zao ndani ya moto wa jahannam. na hali ya watu wa motoni namna watakavyofufuliwa siku ya kiyama yatisha sana. wanahshuruhum
يوم القيامة على وجوههم kwa siku ya kiyama watu wa motoni watakuwa wakitembea kwa nyuso zao umyan wa bukman wa summa wana sifa hizo vipofu hawasikii viziwi na mabubu hawasemi waburuzwa ndani ya moto wa jahannam na nyuso zao ayadhan billah wataghsha wujuhahum an-nar na moto utawafunika nyuso zao wal billah قال ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة pia kuna ihtimal kwa maana hizi ambili fi dunya kwa ni hapa duniani likaunihim fi dunya ahla ibadatin wa amal kwa hapa duniani ni watu wafanye ibada na wafanye matendo walakinahu lamma udima shartuhu wa huwa al-iman sara yawm al-qiyamati haba'an manthura lakini kwa kukosekana sharti la iman katika amali yao ikawa siku ya kiyama ni kama vumbi iliyopigwa na upepo kwa mfano leo waweza kumuona mtu yote katika hizi dini za batili tuchukulie dini ya mabudha wale waabudu wa Buddha masanamu wale au Krishna hawali nyama wale usimjue hivyo hawali nyama ingawa wengine wajificha wala lakini wao hawali nyama ndio dini yao inavyowaambia hapa duniani ala mboga we na dengu apata gesi kisha enda motoni milele apata tabu duniani na akhira apata tabu nasallallahu alafiyah alhamdulillah ala ni'mat alislam wa sunna sisi tuna neema alhamdulillah au waweza kumuona myahudi afanye ibada sana kisha kesho amali yake ikubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala au mnasara kuna wale ambao wafikia daraja kuwa hawaowi mapapa wale haowi akaa ingawa si wa kweli yani ni ngumu binadamu kuishi bila kuoa kila siku kupatikana fedheha kwao lakini wewe fikiria yule ambaye ameshikilia kikweli haowi akaa hivi mpaka iwafa kisha enda motoni milele afa katika hali kama ile amepata tabu duniani hata starehe za kidunia pia kuzipata kisha kesho akhira enda kukaa ndani ya moto wa jahannam milele hiyadan billah sema hii kuna ihtimali man wa hadha al-ihtimal wa in kana sahihan min haythu al-ma'na ni ihtimali hii pamoja na kuwa ni sahih tukizingatia maana yake fala yadullu alayhi siyaqul kalam lakini kwa mtiririko wa maneno haya katika hii sura hakuna dalili katika hilo hapa bali الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول bali kauli ya sawa ambayo twakata kuwa ndiyo hiyo maana yake ni ile kauli ya mwanzo ni ipi ta'ibatun fil adhab tujarru ala wujuhiha ila an-nari wa taghsha wujuhahum an-nar hiyo ndo maana yake sahihi aliyotaja hapo mwanzo kwa nini kwa sababu wasema vile annahu qayyadahu bidharf wa huwa yawm al-qiyamah wujuhun yawma'idhin khashi'a 'amilatun nasiba kabla hapo sema hal ataka hadithul ghashiya kwa hivyo akafunga kuwa hiki kinachotokea kitakuwa katika siku ya kiyama kwa itabakia kuwa ni siku ya kiyama قال ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عموما sababu malengo hapa ni kubainisha na kutaja hali ya watu wa motoni kwa ujumla وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار na ihtimali hii ya pili ni sehemu ndogo ukizingatia watu wa motoni na adhabu yao na yale watakayoyapata kesho akhira ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية na kwa sababu haya maneno haya yako katika kubainisha hali ya watu watakapofunikwa na janga la siku ya kiyama falaysa fihi ta'arrud li ahwalihim fi dunya hapa Allah hazungumzii hali zao katika hii dunia wa qawluhu tasla naran hamia kidogo nenda haraka sababu tushasoma hii turejelea na mimbabi faida tushaeleza maana hii sura sio sitaki tubakie hii sura siku mbili taturefushia sana tumalize suratul Ghashia ikiwezekana leo inshallah tukikutana tena biidhnillah ta'ala tuzungumzia suratul Fajr inshallah
وقوله تصلى نارا حامية فيفتلز مكينة قال شديدا حرها تحيط بهم من كل مكان siku hiyo hizo nafsi zitaingia katika moto unaowaka bimaana muwako wao ni moto mno utawazunguka katika kila sehemu tusqa min aynin aniya ay shadidatu alhararati siku hiyo hao watu watakaokuwa ndani ya moto wa jahannam watanyweshwa kutokamana na chemchemu inayochemka ambayo maji yake ni moto mno wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh na wakitaka msaada wa maji watapewa ndani ya moto wa jahannam lakini maji yenyewe ni kama risasi iliyoyeyushwa brass ile kiyeyushwa chuma wakitaka kunwa yale maji yashwi alwujuh zile nyuso zao zitaharibika zitaanguka nyama za usoni kwa ule moto wa yale maji na hawana budi watakunwa sallallahu alaihi wasallam fahadha sharabuhum kwa hichi ndio kinywaji chao moto mno wa amma ta'amuhum falaysa lahum ta'amun illa min dhari' ama tukizungumzia chakula chao hawatakuwa na chakula isipokuwa kichungu chenye miba tena miba yake ni miba ile mepesi kushika kwa mtu akigusa tu yale mishipa yale miba yamshika katika mwili wake wa ta'aman dha ghussatin kile chakula cha watu wa motoni chenye kusakama kwenye koo hapa sababu yale miba yake ukila tu yale miba yakamata katika ile sehemu iliyogusa laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wala yughni min ju' وذلك لأن المقصود من الطعام أحد أمرين hiki chakula watakachokula hakinenepeshi wala hakiondoi njaa asema na hii ni kwa sababu chakula mtu anapokula ni moja katika mambo mawili imma an yasudda ju'a sahibihi wa yuzila anhu alamahu imma chakula ukila cha kutosheleza kutokana na ile njaa uliyokuwa nayo yule aliyekuwa na njaa akila chakula kile chakula chamfunika ile njaa yake na kumuondolea ule uchungu wa njaa na ikiwa hana njaa sasa anshiba yuala tu bugia tu upata hivyo yuala sambusa mara sijui ala katlesi kinachofuata nini kinachofuata ni kuwa anone ni mwili wake wampana qala wa imma an yasmuna badanuhu min alhuzal au mwili wake unenepeke kutokana kule kuwa ule mwili umekonda mara tu amenenepa kwa nini kwa kula wa hadha at'am ama chakula cha watu wa motoni laysa fihi shay'un min hadhain al-amrayn hakuna chochote katika haya mawili hakishibishi wala hakinenepeshi bal huwa ta'amun fi ghayati al-mararati wan-natani wal-khissa bali ni chakula ambacho kiko katika upeo wa uchungu chakula kichungu sana tena chanuka na duni kabisa nasallallahu alafia qala wa amma ahlul khairi zungumzia sasa watu wa khairi watu wa peponi qala fawjuhum yawm alqiyamati na'ima nyuso zao siku ya kiyama zitakuwa kunjufu zaonyesha kule kuneemeka kwao قد جرت عليهم نظرة النعيم فنظرت أبدانهم واستنارت وجوههم أو فنظرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور zile nyuso kwa kuwa zimepitiwa na neema na kuona mambo yenye kuneemesha mazuri miili yao itanawiri na nyuso zao zitang'ara na watakuwa na furaha upeo wa furaha watu peponi nasallallahu ja'alna minhum lisa'iha ay alladhi qaddamathu fi ad-dunya min al-a'mal as-salihah wal ihsan ila ibadillah kwa yale walioyatenda katika hii dunia zitakuwa radhi kwa juhudi zilizofanya katika hii dunia kwa kile kilichotangulizwa na hawa watu katika hii dunia katika matendo mema na kuwafanyia wema waja wa Allah subhanahu wa ta'ala radhiya
siku hiyo zitaridhika idh wajadat thawabahu muddakharan mudha'afan fahamidat 'uqbahu wa hasala laha kull ma tatamannahu. Asema zimeridhia kwa nini? Kwa sababu nafsi zimepata thawabu ya yale matendo mema waliyofanya hapa duniani, wamewekewa bali wamelipwa zaidi, wakawa ni wenye kushukuru mwisho mwema wa amali zao njema walizofanya duniani, wakapata kila walichokitamani. Wadhālika annaha fi jannatin jami'atin li anwa'i an-na'im kulliha, wako ndani ya mabustani ya pepo yaliyokusanya kila aina ya starehe ndani yake. Aliya, zile pepo ziko juu, fi mahaliha wa manaziliha, sehemu yake pepo iko juu na cheo chake pia iko juu. Famahalluha fi a'la 'illiyin, mahala pake pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala iko sehemu ya juu kabisa. Wa manaziluha masakin 'aliya, na majumba yake ni majumba yaliyoko juu. Laha ghurafun wa min fawqi al-ghurafi ghuraf, kuna vyumba na juu ya vyumba kuna vyumba vingine. Mabniya, vilivyojengwa. Yushrifuna minha ala ma a'adda Allah lahum min al-karama. Hakuna raha. Kwa mfano kama mtu ana nyumba kisha ile nyumba yake ni ya gorofa, ufikirie yuko juu. Chukulia kwa mfano, nakupa mfano tu wa kidunia, kisha akiangalia nje aona shamba lake, mimea mbalimbali, kuna wafanyikazi wafanya kazi pale, kila kitu chake cha muendelea vizuri kabisa. Bimaana akitoka kwenye ile balcony ile akitizama afurahi, aona mamlaka yake yale mbele yake vizuri kabisa kutoka juu hivi. Sasa ikiwa hiyo duniani, waona mikunazi wa furahi ya dunia, waona mikilifi ya 140 wa furahi, kefu watu wa peponi siku hiyo ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia majumba yao yawe ya juu ili wazidi furaha. Bimaana akitoka akichungulia aone yale mamlaka yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa. Ardhuha as-samawati wal ardh, upana wa mbingu na ardhi, kuna kila anachokihitajia. Sasa tizama na uzuri wa ile pepo. Allah subhanahu wa ta'ala sema qutufuha daniya, ay kathiratul fawakih alladhidha almuthmira bithimari alhasanati as-sahlati at-tanawul. Ile pepo ile ndani yake kuna matunda mengi matamu, miti inayotoa matunda kila wakati, tena matunda yake ni mazuri na ni sahali kuyafikia. Hakuna haja lete mpembo, shika hapo, vuta, hebu panda, hakuna kitu kama hicho. Qutufuha daniya bihaythu yanalunaha ala ayi halin kanu, wakiwa katika hali yoyote yale matunda wayapata. Bimaana akiwa amejinyosha chini, akinyosha mkono matunda yapata, akiwa amekaa afikia, akiwa amesimama afikia, katika hali yoyote. La yahtajuna an yas'adu shajaratan au yasta'si alayhim minha thamara, hawahitaji kupanda miti apanda juu yani enda kutoa matunda. Mara mwana wa watu wanaanguka bubu chini, amvunjika kiuno ya nini? Hakuna kitu kama hicho. Dhiki hizo mnazo nyinyi duniani hapa. Afu tena wapanda ukishafika Embe bichi bwana, aliwache yoshuka, yani kupanda kote hivi nafika kule juu kisha Embe bichi. Ama bapanda mnazi una hofu atarudi salama ama yuenda mrefu ya nini? Hakuna dhiki hizo peponi. Lile tunda lile litashuka paka pale ulipo kulingana na hali ulionayo. Umejinyosha chini washika, umekaa washika, umesimama washika. Qutufuha daniya, ya kufuata wewe pale ulipo. Kama vile chemchemu za peponi. Watu wa peponi chemchemu itakuwa maji yale ile chemchemu iko kule, ifanyie hivi aje yaje chini yake kisha wito anavyotaka. Hakuna dhiki ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ja'alna min ahli janna. Yataka subra tu.
wala hakuna tunda ambalo litakuwa gumu kulifikia. Yasta'si alaihim minha thamara, yani kuna tunda fulani lile nataka lile, akwambia alifikiki mpaka mwisho unaliona popo, ulipati hata liko mbali. Hakuna kitu kama hicho katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. La tasma'u fiha ay fil janna, hautasikia ndani ya pepo laghiya ay kalimata laghwin wa batilin fadlan 'anil kalam al muharram, hutasikia maneno ya kipuzi, maneno ya batil, wachana mbali na maneno ya haram. Husikii maneno ya kipuzi ndani ya pepo. Bal kalamuhum kalamun hasanun nafi', bali maneno ya watu wa peponi maneno mazuri yaliyo na manufaa. Mushtamilun ala dhikri llahi wa dhikri ni'amihi almutawatirati alayhim wa ala aladab almustahsana baina almutaashirin alladhina yasurru alqulub wa yashrahu as-sudur, bali maneno yao ndani yake kuna kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kutaja neema za Allah. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, watakuwa wakabiliana watu wa peponi waulizana, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, wataambizana, makumbuka tulipokuwa duniani tulikuwa na hofu namna gani, tunavyomuogopa Allah na kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Famanna Allahu alaina wa waqana adhab as-samum, Allah akatuneemesha akatuweka mbali na adhabu ya moto. Inna kunna min qablu nad'u, angalia maneno mazuri yanayozungumza watu wa peponi. Na katika yale watakayozungumza watu wa peponi, mmoja wao atasema inni kana li qarin, mimi nilikuwa na mwandani wangu, asema wenyewe rafiki yangu. Yaqulu a innaka la minal musaddiqin, alikuwa akiniambia mimi eti wewe pia waamini hawa mitume. Kisha wazungumza kuhusu kuwa tukifa idha mitna wa kunna turab aina la mab'uthun, eti sisi tukifa tushakuwa mchanga na mifupa tutafufuliwa tena. Lakini yeye hakumsikiliza, akaamini, hakumfuata huyo. Qalu hal antum muttali'un, tazameni yule aliyekwambia yale maneno yuko wapi? Fattala'a faraahu fi sawa'il jahim, akitizama amkuta yuko ndani ya moto wa jahannam. Qalat Allah in kitta la turdin, wallahi ulikaribia wewe kuniangamiza mimi kwa namna ulivyokuwa ukiniambia, wajaribu kunishawishi nikatae kuamini mitume wa Allah. walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin, lau kama si neema na fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala ningelikuwa mimi leo pia katika wanaoadhibiwa ndani ya moto jahannam. Sasa watu wa peponi watakuwa wazungumza maneno kama yenye faida, watakumbushana kule duniani, wacheka, wafurahi. Utakumbuka, fanya ibada, wakumbuka siku fulani bwana ilikuwa kadha, tulikuwa msikitini kwa, yani mtakuwa watu wazungumza maneno yenye faida ndani yake. Wazungumzia neema za Allah ambazo zadumu na kuenea kwa wao na kuendelea, na adabu nzuri baina ya wale wanaokusanyika na kutangamana katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno yenye kufurahisha nyoyo. Hakuna dhiki. Kuna mtu aweza kukuambia maneno hapa duniani ukakaa siku nzima una raha, wallahi maneno asubuhi akakwambia maneno, wewe ukakaa siku nzima una raha. Hakuna maneno haya katika pepo ya Allah. Fiha ainun jariya, wa hadha ismu jinsin, ni ismu jins, haikutajwa aini ya nini wala nini. فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأنا أرادوا, هم منachemchemu inaomiminika, haikutajwa. Yani bimaana ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Saad anasema kuna chemchemu zinazotembea. Watu wa peponi watakuwa ni wenye kutoboa wanavyotaka zipite, zitoke zile chemchemu katika ardhi yao, kisha wazipeleka wanavyotaka wao. Pita hivi, pita vile, pita hivi maji, pita hivi. Sikuwa nimpita chini ya nyumba bwana, mbwa njaa, hamna kitu kama hicho. Dhiki hizo kwenu huko. Anharu min ma'in ghairi asin, kuna mito bwana ya maji hayabadiliki, hayaharibiki. Wewe ushasikia kuna anharu min labanin ladhatin lisharibin, au anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu, hakuna maziwa yoyote ukiyafungua sasa hivi ukiyawacha wazi hapa, njoo baada ya muda yatageuka lala yale, haiwezi kudumu. Lakini wewe waonaje kuna mito yapita ya maziwa na hayaharibiki? Lam yataghayyar ta'mu, haibadiliki ladha yake, kwa vile vile haija katika.
wewe tengeza maziwa yako ika frijini, aso siku ya pili ukija amfura mpasukulia mbali pia yanuka. Yankuwa nini? Yankuwa lala. Wasikia haya shakatika. Wapika chai yako vizuri wewe ya maziwa, mara sijui nitie kitu gani, wasikia ile chai nkatika. Nini? Maziwa yenu haya ya duniani, si katika pepo ya Allah. Katika pepo anharun min asalin musaffa, asali ambayo ni safi kabisa, haina ghush ndani yake. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, kuna mito ya pombe tamu kabisa, hamuna kulewa ndani yake wala kuumwa na kichwa. La fiha ghaulun fiha sururun marfu'a. والسرر جمع سرير. سرر ni wingi wa sarir. وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة. ni mwazita majlis, sio? Hata siku hizi pia kila mtu nyumbani aweka majlis. Sasa zile za peponi, zile majlis zile za watu wa peponi zimenyanyuliwa katika dhati yake, na pia yale matandiko yaliyoko juu yake laini sana. Yani huwezi kukaa ukasema mbona naumia nikikaa sana. Laini raha ukikaa, laini kabisa ile matandiko, anayekaa asikia raha. Wa akwabun mawdu'a, ay awanin mumtali'a min anwa' al-ashribati alladhidha, na kuna vyombo vilivyojaa aina mbalimbali ya vinywaji vitamu sana. Yani vimetapakaa pale vinywaji vya kila aina. قد وضعت بين أيديهم, vimewekwa mbele yao watu wa peponi. Wa uiddat lahum, vinywaji vile vishaandaliwa tayari. Wasarat tahta talabihim wa ikhtiyarihim, yani vile vinywaji vyaongojea wao tu waseme mimi nataka juisi ya tufah, lete ile waletewa. Wafikiri tufah lenu la hapa majina tu, yani vile vitu viloko peponi na hapa. Hata ukisikia wewe kuna maziwa kuna nini, ni majina yamfanana, lakini uhakika wake havifanani kabisa kabisa. Sasa sema mimi leo nataka juice ya strawberry, letewa. Wafurahi kweli jamaa. Asallallahu ja'alna min ahli aljanna. Tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala tuingize peponi. Hakuna atakayeingia na amali yake, aingia kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, na fadhila ya Allah aombwa yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo na Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sa'altum Allah aljanna fasaluhu alfirdaus. Usiwe kama wale juhala wale, akwambia afadhali uwe pale mlangoni peponi, hakuna cha mlangoni. Alfirdaus al'a, nas'alullah alfirdaus al'a, ile ya juu kabisa janna. Wama dhalika ala Allah biaziz. Ya akhi, kwa nini kukuingiza wewe katika alfirdaus mbele ya Allah subhanahu? Si chochote. Akuingiza katika pepo yake, akuneemeshe, na wala hustahili wewe kwa matendo yako uliyofanya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rehema zake akufikisha katika daraja kama kwa kumuomba. Kwa ukimwomba Allah janna, usiwe mtu wa kuomba vitu duni. Omba kile kilichokuwa bora kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetuambia hivyo. Idha sa'altum Allah aljanna fas'aluhu alfirdaus. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala kuingize katika jannatul firdaus. Itakuwaje siku hiyo? Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara, mwelekezwa peponi kwa makundi. Mwapiga gumzo huku mwenda tuna peponi jamaa. Wallahi alazim, yani ni neema kubwa Allah awapa watu wa peponi kwa makundi. Wenda si mmoja nenda wapi sasa? Munaenda kwa furaha, mko wengi, grupu zenu zile mlikuwa huko mkifurahika. Allah subhanahu wa ta'ala akusanya tena siku ya kiyama, na wale mliokuwa mkipendana katika hii dunia kwa ajili ya Allah, tena mwenda pamoja katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala zumara. Yani ni raha ambayo hakuna mfano wake. Sallallahu alaihi wasallam qala u'iddat lahum wa sarat tahta talabihim wa ikhtiyarihim, vinywaji vimeandaliwa kwa ajili yao, viangojea wao tu watake na kuchagua. Yatufu biha alaihimul wildanul mukhalladun, wazunguka watoto ambao watabakia milele katika umri wao ule, kazi yao kuwatumikia watu wa peponi.
ونمارق مصفوفة أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله. وتكون ميتو يميتو تكيه mito mhitaji wisada pilo ile watu walalia hii duniani hapa pia zitakuwepo katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wasaid min alhariri walistabraq, hariri nzito na nyepesi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairihima, na vitambara vinginevyo vizuri vizuri, mimma la ya'lamuhu illa Allah, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. قد صفت بالجلوس والاتكاء عليها, vimewekwa kwa safu tayari, ile mito imewekwa kwa safu ili watu wakae juu yake. وقد أريحوا عن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم, na Allah amewatosheleza kutokamana wao wenyewe kupanga. Sasa hivi akija mtu nyumbani haweka mwekee mto, hakuna kitu kama hicho peponi. Hiyo pia ndhiki, ishawekwa tayari, weka tu. Yani wewe pia huna kazi ya kuanza kupanga, eti panga iwe kapale. Ushapangwa tayari, ni wewe uje ukae tu. Wazarabiyu mabthutha, wazarabi hiya albusut alhisan, ni mabusati mazuri kama carpet zile, very beautiful, mzuri kabisa ndani ya pepo. Tena mabthutha ay mamlu'atun biha majalisuhum min kulli janib, katika ile mikao yao imejazwa mabusati kila mahali. Akitaka kukaa mahali tayari kuna mabusati bwana. Tandikeni bwana, tandikeni bwana. Hakuna tandikeni bwana, tayari zishawekwa busati. Kisha Allah akasema afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ila akhirih. Tumalizia, يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده. الله سبحانه وتعالى awaambia akiwahimiza wale wasomsadikisha mtume sallallahu alaihi wasallam na wengineo katika watu wakae chini wafikirie katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala vinavyoonyesha kuwa Allah peke yake ndiye anastahili kuabudiwa. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, ay ala yanzuruna إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها. je, hawamtizami ngamia namna alivyoumbwa? Hawatizami maumbile ya ajabu ya huyu ngamia, na vipi Allah amemdhalilisha kwa ajili ya waja wake mnyama ngamia aliye mkubwa kwa ajili ya manufaa yao mengi ambayo wayahitajia kwa dharura? Hawaoni hivyo? وإلى الجبال كيف نصبت، أي بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض وثباتها من الاضطرار، وأودع الله فيها من المنافع الجليلة ما أودع. نهاو تزامي مجبالي، هيا مجبالي katika sura yake yenye kushangaza. Anayeona lile jabali aona ni kitu adhim, ni kitu kikubwa mno. Kupitia majabali kukapatikana ardhi kutulia, isitetemeke, iwe imethibiti ile ardhi, isitetemeke ile ardhi. Na Allah akaweka manufaa mengi sana katika majabali. Wa ila al-ardi kayfa sutihat, ay maddan wasi'an, na ardhi ilivyopanuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kupanuliwa kukubwa mno. Qala مدت مدا واسعا وسهلت غاية التسهيل. الله akaifanya ardhi hii ikawa ni sahali watu kutembea, kulima juu yake, akaifanya ni tambarare. liyastaqirra al-ibadu ala dhahriha wa yatamakkanu min harthiha wa ghirasiha wal bunyan fiha wa suluki turuqiha. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya hii ardhi iwe ni tambarare hivi unavyoiona, ili iwe sahali kwa waja wake wapate utulivu juu yake, juu ya mgongo wa ardhi, wamakiniki katika kulima, kupanda, kujenga juu yake na kufuata njia zake. Kisha hapa kazungumza faida muhimu sana. Wa'lam anna sathiha
تسطيحها. طيب قال واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة. أسمى tukisema kuwa ardhi iko tambarare haimaanishi kuwa hii ardhi haiko duara, haimaanishi hivyo, wala haimaanishi kuwa tumekataa kuwa hii ardhi iko katika hali ya nini, ya duara, imezungukwa na falaki mbalimbali, nyota na nyinginezo imezunguka katika hii ardhi ambayo iko katika duara, kwa dalili ya naql na akili na hisi, watu washuhudia hili jambo, kama huwa madhkurun ma'rufun 'inda kathiri minan nas, kama ilivyo leo yajulikana kwa wengi katika watu kuwa ardhi iko round, hususan fi hadhihi al-azmina, hasa katika zama hizi tunazoishi, التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. sema wengi katika watu wamejua pembe nyingi za ardhi kwa yale ambayo Allah amewapa katika sababu zinazokaribisha kilichokuwa mbali. Na haya maneno ayazungumza Imam Saadi wakati wake, kifa angeliishi leo, watu walivyovumbua mashini za kufahamu mambo mengi katika hii ardhi. Qala fa inna at-tasdiha إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا. kule kuwa tambarari hivi na kukanusha kuwa duara ni katika kitu kidogo. Kwa mfano mpira, huwezi kusema mpira umenyooka kisha uko round wakati ule ule, kwa sababu kitu kidogo chaonekana pia. Ama ikiwa ni kitu kikubwa, basi chaweza kuwa kiko duara lakini huoni ule uduara wake, sababu mpakubwa mno, ardhi ni kubwa mno. قال فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبقى له استدارة تذكر. ingelikuwa ni kitu kidogo ambacho lau kama kitapanuliwa hakutabakia ule mzunguko unaotaa, hakutakuwa na mzunguko pale. wa amma jismu al-ard alladhi huwa kabirun jiddan wasi', ama kiwiliwili cha ardhi ambacho ni kikubwa na kipana sana, fayakunu kurawiyan musattahan, itakuwa iko kweli iko katika hali ya duara na wakati huo imetandikwa. wala yatanafa al-amrani kama yaarifu dhalika arbabu al-khibra, wala haya mambo mawili hayagongani kama wanavyojua wale waliona khibra na jambo hili. qawluhu fadhakkir inma anta mudhakkir ay dhakkir an-nas wa'idhhum wa'andhirhum wabashshirhum, wakumbushe watu ewe Muhammad, wape mawaidha, waonye, wabashirie. فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم, kwani hakika wewe umetumilizwa kwa ajili ya kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwakumbusha. walam tub'ath alayhim musaytiran, wala hukutumilizwa kwa wao kuwa ni mwenye kusalitishwa walazimisha watu, la. قال ولم تبعث عليهم مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالهم, hukutumilizwa wewe kuwa uwe umesalitishwa juu yao, wewe ndio umewakilishwa kuangalia matendo yao wanayoyafanya, la la la. fa idha qumta bima alayka, wewe ukisimamia kile kilichokuwa wajibu juu yako cha kufikisha, fala alayka ba'da dhalika lawm, hutalaumiwa baada ya hapo, wewe fikisha ujumbe. ka qawlihi ta'ala wama anta alayhim bijabbar fadhakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id. kwa Mtume sallam hakutumilizwa kuwa ni jabbar juu ya watu, akulazimisha lazima waamini, la, yeye ni juu yake kufikisha. faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, lakini ajue inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha, sio kuwa ni khiari, bimaana ukikufuru utaadhibiwa kwa kufuru yako. ni wajibu juu yako kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukalifishwa kulazimisha watu, la, yeye ni juu yake kufikisha. ma ala ar-rasuli illa al-balagh, yafikisha tu. وقوله إلا من تولى وكفر أي لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله, لكن من يكengeuka kutokana طاعة akamkufuru Allah, فيعذبه الله العذاب الأكبر, الله سبحانه وتعالى atam'adhibu adhabu iliyokubwa, ay shadid ad-daim, adhabu iliyokali itakayodumu kwake yeye. inna ilayna iyabahum ay rujuu' al-khalaiqi jami'uhum fi yawm al-qiyamah, marejeo ya waja wote siku ya kiyama ni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. thumma inna alayna hisabahum ala ma amilu min khairin wa shar,
kisha hisabu yao iko juu yetu. Sisi ndio tutakao wahesabu kwa yale waliyotenda, yawe ni ya khairi yawe ni ya shari. Na hapo ndio mwisho wa tafsir ya suratul Ghashiyah. Insha Allah taala tukikutana tena tusoma tafsiri ya suratul al-Fajr biidhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.